Naitwa Kutu Mkenya au Mkenya Makope. Nenda pale YouTube, andika Max Media. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Kazi zipo mingi tu, mambo moto moto. Tukutane Max Media. Kwa hiyo hata Kampala Chameleon nishaongea naye. Shachati alikuwa Ujerumani. Shanaelewa. Kwa kanambia Kampala tunakutaka inabidi nani. Sasa alivyorudi kutoka Ujerumani Kampala, akaumwa, ndio mliposikia Chameleon kaumwa, ndio akapelekwa Marekani. Kwa hiyo mpaka apone kasema mpaka mwezi wa 4 ndio anaweza karudi. Kwa hiyo hata Chameleon akirudi Kampala, kwa sababu sasa namfuatilia hata hospitali anaendelea vizuri. Anaendelea vizuri sana. Kwa sababu kule hospitali kakaa wiki tu. Wakamsafisha kila kitu kwa sababu ilikuwa ni mambo ya pombe. Kasafishwa kila kitu na nini, kwa hiyo akawa nyumbani. Anapokaa, kwa hiyo anaendaga tu clinic labda kwa wiki mara 2, anachekiwa pale, anatibiwa pale, afa anarudi nyumbani. Kwa hiyo Chameleon Marekani akai hospitali. Hospitali alikaa wiki ya kwanza tu. Kwa hiyo anatokea nyumbani ni pombe kumbe zile zisababisha. Ya, zile ni pombe stress kwa sababu aliyechangia sana ni mke wake walipoachana. Alafu mke wake akachukua watoto wote ndio akaenda nao Marekani. Sababu mwanaume ukiwa unapenda watoto wako, alafu mwanamke anaweza kukukomoa kwa watoto. Na akikukomoa kwa watoto hauonani nao afu unawapenda, hilo ni pigo kubwa sana, utateseka sana. So Chameleon alikuwa anapenda watoto na ni bora mke wake na watoto wangeachana, alafu mwanamke na watoto wakawa wanakaa Kampala pale pale na Chameleon yuko Kampala, ni rahisi kusuluhishwa na watoto. Lakini yule mwanamke alibeba watoto wote akawa anaishi Marekani. Ndio maana Chameleon anaumwa Marekani. Ukifuatilia watoto wanatokaga kwa mama kwenda kumuona baba wanapokaa, kwa sababu hawakai pamoja kule Marekani. Ila mwanamke ndo amegoma kumuona kabisa. Ndio akawa shida nini? Ya maugomvi ya mahusiano. Lakini kafika hatua yule mtoto wake alikuwa anatukana sana, ndio akawa wa kwanza kwenda kumtembelea baba. Kwa hiyo mama alimwambia kama mnataka kwenda kumuona babenu nendeni. Ila mimi siendi. Kwa hiyo watoto wote wanaenda kumtembelea baba. Mke wake hivi ni Mganda yule? Ni Mganda lakini anaishi Marekani miaka mingi. Nafikiri hata walikutana Marekani, walianzia mahusiano Marekani. Kwa hiyo yule mwanamke walivyozingwana akachaona, nafikiri kama Mnyarwanda lakini anaishi miaka mingi Marekani. Kwa walivyoachana tu mwanamke akasepa Marekani. Sasa unaishi Uganda, mwanamke ana watoto wako Marekani, lazima ikuchanganye kidogo. Kwa hiyo mwanamke usije ukasubutu, na kijua unampenda mtoto wako, anakata hata line hata mawasiliano na kublock. Kwa hiyo unakuwa utateseka sana. Mimi kuna mwanamke ananitesa sana kwa sababu kani block nisiongee na mtoto. Lakini sitaki sana kulizungumzia. Kwa hiyo najua mateso aliyopata Chameleon kupitia, ndio maana Chameleon akaanza kulewa tu mpaka saa 4 asubuhi, muda wote tu analewa tu kwa sababu ni stress zile. Kawa anatoka baa saa 4 usiku kama mlivyokuwa mnaona, na kesha kwenye mabaa, mara anapoteza vitu sicheni saa kwa sababu kalewa, sababu ya ile stress, wala sio kitu kingine, kwa sababu kama Chameleon hela anayo. Sasa stress yazipate hivi, kwa ile kuwa stress ya watoto. Kumbe ndo alivyopigwa. Yes, ndo alivyopigwa Chameleon. Chameleon ana hela. Sasa hizo stress mpaka unalewa vile zinasababishwa kwa sababu una hela, una magari mazuri, una nyumba kali, una kila kitu. Stress ilikuwa ni mke na watoto kukimbia. Sasa hivi una chat nao vizuri? Una chat naye? Rafiki yako? Chameleon, yes, kwa WhatsApp. Una chat hata hata Bushoka alikuwa Marekani. Ndio kwa sababu yani waga tuna chat na Chameleon kama kawaida. Chameleon na Bushoka wana chat kama kawaida ya kwa WhatsApp. Na Chameleon mimi nimeishi naye sana Kampala, ni mshikaji wangu. Nikienda Kampala kwa Chameleon ni bebeku. Kwa hata tukiwa tunazunguka tukiwa kwenye magari yao. Kwa hata kama nataka narudi hotelini kulala, Chameleon ananishusha na gari lake ndo anaondoka, au bebeku ananishusha ndo kesho ananipitia tena, kuna sehemu twende tukatembea hivyo. Ndio waga tunaishi Kampala hivyo. Kwa hali ambayo amepitia sasa hivi Chameleon, unaweza kusema kwamba utajiri wake umefilisika au umepotea kiasi gani? Amna, Chameleon hawezi kufisika kwa sababu yule yani kwa Kampala ana network kubwa sana. Kwa hiyo Chameleon
pale afya yake tu ikishakuwa imara. Akiandaa show moja tu pale Kampala mjini anapiga hela ndefu. Hela ndefu, akienda tu atajinja, akienda Entebbe, akienda wapi anaanza, yani hapo tu ni afya yake tu kurudi. Kwa hiyo hauwezi uchumi wako ukapunguka sababu bado anahitajika, bado anapenda. Sababu hata ile show ya Kongo Chameleone alikuwa kwenye listi. Lakini alishindwa kuja kwa sababu ni kama sasa promoter, mbona Chameleone Simone? Promoter akaniambia Uganda na Kongo hazivi. Kwa hiyo hawezi kuja kufanya biashara hapa kwa sababu ya yale mambo ya M23. Kwa unakuta sasa hivi hata msanii wa Rwanda alitakiwa kuwepo pale, lakini wote wale walinyimwa visa. Tukagewa sisi visa na wasanii wa Burundi sababu ya mambo ya nini ya kivita ya kisiasa. Kwa ndio maana Chameleone ya kuwepo Kongo. Sababu alinyimwa visa kwamba huyu ni Mganda. Sababu wanaamini wa Kongo kwamba Museveni na Kagame ndio wanafadhili M23. Kwa sababu msanii wa Uganda hawezi kupata kibali kufanya show Kongo, wa Rwanda hawezi kupata kibali kufanya show wapi? Kongo, kwa sababu ya hiyo vita. Yeah. Kwa ukaribu wako wewe na Chameleone, Chameleone ni msanii mkongwe kama ambavyo ulivyo wewe, lakini pia ni msanii ambaye nyimbo zake bado zinafanya vizuri. Unahisi atachukua muda gani hadi kulikava? No, kwa jinsi ninavyomuona hata siku ya Valentine nimemuona kabisa ana pale alipofikia kwa huyo dada, kwa sababu ni rafiki yake ndo aliyemtoa Kampala kwenda kumtibia. Dada ni rafiki wa karibu, afu ule dada ule ana hela sana, ni tajiri mkubwa sana, ila waga anaishi Marekani. Kwa ndo akasema kwa sababu serikali ya Museveni ilisema uhakikishe Chameleone anapona hospitali ya wapi ya Kampala. Yule dada kama ulimuona yuko kitandani pembeni mwa Chameleone mweupe yule. Ndio akasema no, huyu ni rafiki yangu, lazima akatibiwe Marekani. Kwa hiyo hata kula anapokaa kagewa nyumba na yule dada. Na amewekewa na studio ili au ana refresh mind au anajirekodi anafanya nini, amewekewa studio kabisa. Na Bushoka ameenda pale na kila kitu Bushoka amekiona Chameleone anavyoishi. So Bushoka tulivyotoka Kongo akawa na show Marekani. Karudi mwezi wa kwanza. Sikukuu zote Christmas makambi ya Bushoka alikuwa Marekani. Kwa na Chameleone akaenda kumtembelea akiwa anaumwa. Kwa siku ya Valentine nimemwona kabisa, yani anaimba, anatembea na nini, anazawadiwa, wanamwimbia Happy Valentine. Chanel. Kwa hiyo hata akaenda clinic, akawa anaingia clinic kula, anasaini, wanachekiwa tena, anatembea kama kawaida. Na mwili wako umeshaanza kurudi kwa sababu ile sumu yote ya pombe haipo mwilini. Umeshatoka. Yeah. Na alimwambia Bushoke, mimi sirudi mpaka mwezi wa 4. Okay. Yeah. Na anaweza Chameleone akapona kule. Asirudi huko akaanza kuzunguka Marekani anapiga show. Akitoka hapo anaingia Ulaya, nchi za Ulaya anapiga show. Arudishe lake. Kwa hiyo hapo ni kusubiriwa tu afya yake irudi, kwa sababu sisi kwa mfano hata mimi sasa hivi niende tu Marekani kukutembelea wewe. Mapromota tu wale wa Marekani wakisikia tu nakuja hapo show zinaanza. Mimi hata unipeleke Ulaya sasa hivi kwa issue nyingine. Lazima sikose show. Ndio network tulioiweka sisi. Sababu kule wananihitaji. So umeshaelewa? Ni sasa tu sasa hivi niende tu pale Nairobi kwa issue nyingine. Sio show. Nikifanya tu interview moja kwenye TV. Dubai yuko hapa, simu zinaanza kuita. Dubai mwenyewe. Yes, nitaenda Nakuru, nitaenda Kisumu, nitaenda Mombasa, nitapiga Nairobi, nitapiga record. Kwa hiyo sisi kwa popote ulipo wewe ni biashara. Unajiuza mwenyewe. Unajiuza. So kujiuza kivingine ni kimuziki. Kimuziki. Naweza nikaenda sasa hivi Rwanda tu pale, nikafika Kigali kwa issue zingine. Lakini promoter tu mkubwa pale akijua Dubai yuko hapa. Au DJ tu yoyote mkubwa akijua Dubai yuko hapa. Tayari simu zanza huyu Dubai zia. Tufanye kitu. Kwa pale wanaanza kulipia hoteli, labda show itakuwa weekend ijayo au itakuwa wapi, wanaanza matangazo na ingiza hela, wanaingiza hela. Kwa hiyo si ni biashara popote pale. Jana hata niende Morogoro tu pale kwa issue zingine. Unashangaa mtu anadiga gari alika bwana kuna show hapa. So ni biashara. Si ni biashara. Si labda naweza nikasema Profesa jana neno moja anasema napumulia matundu mawili. Ishaelewa? Yaani kwenye muziki na kwa kazi nyingine.
ambao naifanya. Kwa hiyo hii kazi inaniingizia biashara. Naweza nikawa Mpanda tu kwa hii kazi nyingine ambayo sio muziki. Lakini nikifika Mpanda tu DJ mkubwa tu pale anaongea na matajiri, nalipwa, napiga show. Ukapata tundu lingine. Ushaelewa vizuri. Kwa hiyo nakuta tukishakubaliana tu, hata hoteli wanalipa wao, chakula ni wao mpaka siku naondoka. Umeelewa? Kuna ulimwengu fulani hivi wao mnauishi sisi. Unatamanisha? Kwa hiyo unaweza kaenda sehemu una issue zingine, lakini ukapata tena za. Yes. Naweza ukafika hiyo sehemu weekend hii hapa, lakini yani promoter tu wa pale au yule aliyekupeleka pale kwa biashara nyingine akiwaambia tu ngoje, anakuambia wewe jifiche hoteli, nenda kwa mwenye ukumbi kule au meneja, bwana Duduba mnajua yuko hapa, yupo kweli twendeni mkamuone hoteli, kweli wanakuja. Leo ni weekend, show inaandaliwa weekend inayokuja, unalipwa, wanaclear chakula na kila kitu hivyo. Unapiga show pale unaelekea sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tunaishi hivyo. Kwa hiyo naweza nikakaa tu hapa I take my passport, begi langu hiyo Nairobi. DJ yote wakina DJ, ma comedy yote wa Nairobi. Wewe ambo tumekumisi. Kina Nameless yote tumekumisi. Kwa sababu mimi na network kubwa na wasanii, yani wasanii karibu wote ni marafiki zangu, labda tu wakina Willy Poa sasa hivi. Toka ameanza kuita, lakini Redson, Nameless, wakina Omondi, ma comedian, si wakina DJ shit, sijui yani Kiplezo, yani wale wote nini, Jua Kali, Amani, wa huu mke wa Nameless, yani Nazizi, wa ile wote washikaji zangu nikiwa. Kwa hiyo siwezi ukosa network ya hela, network ya show. Umeelewa kitu nicho kiwekeza. Ndio maana mimi hata hapa wanajisumbua mno kunibania. Yani wanapoteza muda. Wanakuchelewesha tu kula. Kula utakula lakini unacheleweshwa tu. Yani hapa kwanza sipigi hapa Dar es Salaam. Sina hata shobo na wala wasitarajie. Mimi hata nikaamua tunatoa nyimbo mpya, lakini nikatoa nyimbo nikiwa Kenya na nikawa naishi Kenya. Mkaishi Kenya. Yes, kama Mr. Nice anaishi Kenya, kwani anakufa nje yule? Afi nje. Na wanampenda kinoma. Akitoka na Kenya, Nairobi, sasa hivi yuko hapa kanipigia simu. Karudi. Yule jamaa na ulimwengu wake. Yes, yupo, akaniambia nitakualika nyumbani, anakaa CCM Kibamba. Mbezi CCM Kibamba. Nishawahi kwenda, alishawahi kunialika kwenye birthday yake. Kwa akaniambia bro nimerudi, nitakuja. Na Kongo tuliko wote, unakumbuka? Wewe na yule nani mkubwa? Kiumri. Sijajua, sijui ni mimi, sijui ni yeye. Sijui naendana tumia. Yeah, nafikiri tunaendana. Kwa mpaka sasa hivi hata nani tunavyoishi na Mr. Nice tunageana connection za show. Kwa hiyo ana namba yangu sasa na mimi na namba yake. Kwa hiyo nikipata show na muunganishia naye ananiunganishia. Ndio tunavyoishi. Sawa.